Karibu kwenye exclusive za Ava TV. Mimi naitwa Latifa Anafi, nyuma ya kamera ni Wilvin Trends. Leo kwa mara ya kwanza tunapata nafasi ya kuzungumza na Alphonce Mabula Msanga. Tuliwahi kupata nafasi ya kuzungumza naye huko nyuma, lakini leo ni face to face. Tulizungumza naye kwenye simu. Hii ni face to face. Au niseme face to face with Alphonce. Jicho kwa jicho. Jicho kwa jicho. One on one. One on one. Uko sawa sawa? Niko sawa, mshukuru Mwenyezi Mungu. Niko salama. Tumetoka kwa mashindano salama, tumefika salama. Kwa muda niliopo niko poa kabisa. Unapata muda wa kuzunguka Tanzania kidogo. Muda wa kuzunguka kidogo, kupumzika, kuona ndugu jamaa na marafiki. Maana mwisho wa siku sisi wote ni watu wa nisemeje? Jamii, ni watu wa jamii. Kwa lazima utaonana na ndugu jamaa na marafiki ambao wako kwenye jamii. Kwa ujumla michuano ya AFCON kwa mwaka huu kwako ilikuwa ni ya namna gani? Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unashiriki. Kwa ujumla ni dream come true. Ni moja ya mashindano yangu ambayo nilikuwa natazamia kwa muda mrefu na nilikuwa nikiyafuatia kwa muda mrefu. Na ni moja kati ya mashindano makubwa duniani. Dunia nzima ilikuwa inatazama. Kwangu nadhani ni mashindano bora zaidi na nimecheza na timu bora na timu kubwa. Kwangu ni mashindano mazuri na kwa kweli namshukuru Mungu tumemaliza salama na mwitikio umekuwa mzuri kutoka kwa Tanzania. Ni kwa namna gani umeweza kumshawishi Miguel Gamondi kukupatia nafasi kwenye mechi zote ambazo Tanzania imecheza? Nadhani mwalimu mwenyewe amekuwa na imani na mimi. Amefuatilia vile ninavyofanya kwenye klabu yangu ya Shamaki. Amejiridhisha na vitu vyote anavyofanya na klabu yangu ya Shamaki, na pia katika uwanja wa mazoezi tulikuwa pamoja. Ameona hard work na jinsi gani za kupambana, jinsi gani za kujituma uwanjani. Nadhani atakuwa ameridhishwa na hicho na akaamua anipe nafasi na namshukuru Mungu sijamwangusha. Nimekuwa na michezo mizuri. Ndiyo. Kwenye mechi 4 ambazo Tanzania imecheza, Nigeria, Uganda, Tunisia pamoja na hii dhidi ya Morocco. Kwa upande wako ilikuwa mechi ipi ambayo ilikuwa super kwa upande wako? Mbali na Watanzania kusifia kile kiwango ambacho ulikuwa unakionyesha uwanjani. Mechi ambayo ilikuwa super kwangu. Mimi na zote zilikuwa super kwangu. Zote zilikuwa zina uwiano sawa? Maana zote zilikuwa na consistency sawa. Game ya Nigeria imecheza vizuri. Game ya Uganda ikacheza vizuri. Ya Tunisia yenyewe nikacheza vizuri. Game ya Morocco nikacheza vizuri. Yaani hiyo utaacha Watanzania wenyewe ndio waamue game gani ambayo nimecheza vizuri zaidi. Ndio, lakini kwangu ilikuwa ni game zote super kwangu. Pale kampeni mechi ipi ambayo ilikuwa ina tension, yani konsema ya labda masaa 24 kabla ya mechi wachezaji wote mlikuwa mnasema hii kweli mechi ile tunaenda kucheza? Mechi ambayo ina tension kubwa ni game ya mwisho ya Morocco. Kwa sababu game ambayo inahitaji umakini wa hali ya juu. Focus ya hali ya juu, sababu tulikuwa tunajua Morocco waamuzi watakuja, wako nyumbani cha kwanza. Morocco wako nyumbani, cha pili waamuzi watakuja kuwasaidia endapo foul yoyote tutakaojaribu kucheza sisi. Yaani foul ndogo tulikuwa tunajua kabisa na mwalimu alituambia kwenye vikao vyetu vya timu kuwa kila small details na vitu take kwa serious mkubwa kwenye mipira set pieces. Tusivutane nao, maana tukivutana la kidogo kulikuwa umemshika kidondoka chini na mashabiki wengi watu watapiga kelele, itaye mwamuzi ataenda kuangalia. Ndio, yani kwa small details zote yani kwa bidii to pay attention. Kwa hiyo ukienda kucheza na mechi kama hizo, mechi za umakini wa hali ya juu, inabidi utulize akili na unacheza na wachezaji wenye quality pia ya hali ya juu. Unacheza mechi yenye intensity ya hali ya juu, kujumlisha na crowd ya fan base walionao. It was just super game. Kwa super game. Kwa hiyo kile ambacho kikienda kutokea uwanjani tayari mlishaandaliwa nacho kinaweza kuja kutokea. Kabisa. Nadhani ni uzoefu wa walimu na uzoefu pia wa wachezaji kwa kujua jinsi hizi game zinavyokuwa. Watu washacheza mechi nyingi na washaona mechi za namna hizi zinavyoenda kukua, especially ukicheza na mwenyeji wa mashindano na mataifa makubwa. Kila kitu tunakijua kabisa kipo wazi. Kwa hiyo ilikuwa ni sisi wenyewe kufocus na kuishangaza dunia. Watu wanategemea kuona jinsi gani tunaishangaza dunia, maana asilimia za kushinda kwetu kwa imekuwa ni ndogo sana. Watu wamekeka. Wanetu wametua sana. Kuna lile tukio ambalo lilitokea mwishoni kwenye wakati kabla, yani zimebaki sekunde chache tu mechi kuisha. Tukio ambalo liliibua hisia za watu wengi. Tukio ambalo Linado aliangushwa ndani ya penalty box pale. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vinazungumzwa ni kwamba
Yaani kwa nini wachezaji waliamua kukubali kurudi kuendelea kucheza? Kwa nini hawakuendelea kumpush mwamuzi na hivi na vile? Leo hii tunapata nafasi ya kuzungumza na wewe hapa. Pengine kitu gani kilitokea kwa upande wenu ama nini ambacho mlikubaliana? Wanasema eti tungegoma, kitu ambacho hakiwezekani. Ndio, na watu pale uliona msa walimwataka referee, walimwonyesha referee na lakini referee mwenyewe hakuwa na mapenzi ya kwenda kuangalia. Na pia naona watu wengi wanasema wangetoka uwanjani. Sasa tungetoka uwanjani, imagine mashindano kuja yanafanyika nyumbani. Je, wangetubani ingekuwa vipi? Yaani ni kitu ambacho watu wameenda pale wamekipambania kwa kweli, lakini vile tu mwamuzi hakutaka kwenda kuangalia, hakutaka kusikiliza. Na kama nilivyokuambia, kama mtu akiwa na jambo lake hawezi kumzuia. Ndio. Na kwa namna ambavyo umeperform kwenye michuano hii ya AFCON, ni maandalizi ambayo ulikuwa nayo wewe mwenyewe kuanzia kichwani kwamba na kwenda kwenye michuano ya AFCON basi nataka kuonyesha kiwango changu cha juu zaidi, ama ilikuja tu kutokea na watu wakaanza tu kuzungumza? Hamna. Yaani mashindano ambayo nilikuwa nimejiandaa sana. Kama nilivyokuambia, ni mashindano ya ndoto yangu. Ni mashindano ambayo nilikuwa natamani nitengeneze historia yangu mimi binafsi, nitengeneze na historia kwa ajili ya taifa langu. Ni mashindano ambayo nilikuwa natazamia kwa ukubwa sana, na maandalizi niliyofanya yalikuwa ni ya ukubwa sana. Ndio nilikuwa nimejiandaa kiakili, kimwili, kila kitu. Kwa hiyo nadhani ndio hivyo, kitu kimelipa. Kila mtu ameona na kila mtu amevutiwa na uwezo wangu. Nadhani ndio hivyo. Pia mshukuru Mungu kwa hilo. Na kitu gani ambacho kimeongeza kwenye upande wako kwenye career yako ya mpira? Kwenye career ya mpira, mchezaji kucheza national team ni kitu kikubwa. Hususan pia kucheza katika haya mashindano ya AFCON ni kitu kikubwa zaidi. Inaongeza kitu kwenye career ya mchezaji kwa ujumla. Sasa wataelewa, manake mwanzo tulikuwa tukisema Alphonce Mabula anayecheza Ulaya, wasikia Ulaya ya wapi hiyo? Kila mtu ameona. Kabisa kila mtu ameona. Sasa hivi haina haja sana, maana kila mtu ameshaona ni jinsi gani tu mimi nilikuwa na consistency nzuri kwenye klabu yangu. Nadhani pia sasa hivi Watanzania wengi wataanza kufuatilia kwenye klabu yangu ninachokifanya. Kwa hiyo nilikuwa na consistency nzuri. Kabisa. Klabu yako pia imehusika kwa kiasi gani kuhakikisha unafanya vizuri kwenye michuano hii ya AFCON? Licha tu kuposti, kuelezea kile ambacho kinaendelea, namna ambavyo unacheza na mambo mengine. Klabu yangu imehusika kwa asilimia kubwa. Maana bila ukipata nafasi kwenye klabu yako ukaitwa kwenye national team. Ni juhudi zangu na Mwenyezi Mungu kwa kupambana nafasi yangu katika klabu yangu, ndio imeweza kunisaidia, pia imeweza kuitwa katika national team yetu. Ndio. Tukiwa tumeandika historia ya kwa mara ya kwanza kufika kwenye hatua ya 16 bora. Miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vikiandikwa ni kwa nahodha Mbwana Ali Samata. Wengi wakiwa wanaandika wanamdhihaki na mambo mengine kama hayo. Niliona baada ya kutinga hatua 16 bora, wachezaji kwenye dressing room pale mliweza kuimba nyimbo za za kumpongeza Mbwana Ali Samata, lakini hata niliwahi kuona comment yako kwenye miongoni mwa peji ambazo ziliwahi kumdhihaki Mbwana Ali Samata. Pengine leo utuambie hapa nini ambacho nyinyi wachezaji wenzake mnakiona kwa Mbwana Samata ambacho pengine Watanzania wengi huku hawakiona? Kabisa kama ulivyosema, Tanzania wengi pia watu wengi wanajaribu kumkosea heshima kapteni. Ni mtu ambaye amefanya makubwa sana kwenye mpira wetu wa Tanzania, hususan ni idol wa wachezaji wote tuseme Tanzania. Hata wanaomzi yake watoto wao ukauliza wanaanza kucheza mpira wakimtaja idol wao ni Samata. So nadhani ni wakati wa kumheshimu, na amepambana na ametengeneza nafasi yake mpaka hapo ilipopita, na pia ana mchango mkubwa sana kwa wachezaji vijana ambao wanatoka kwenda kucheza mpira katika ligi kubwa Ulaya. Maana ukizingatia hata wa Nigeria alianza wakina Kanu, sijui kwa kina nani huko Western Union, wachezaji wa zamani ambao wameanza kucheza katika vilabu vikubwa ambao vimeanza kuwatengenezea njia. Hata leo hii scout wakienda kule Nigeria, nchi za Western Senegal, wanachukua wachezaji kutoka academy zile moja kwa moja Europe kwenye timu kubwa. Zile ni njia ambazo wachezaji wa zamani wamezitengeneza. Sisi kwetu walianza kuitengeneza hiyo njia ni Samata ameichonga. Na pia unaweza kuona sasa hivi wachezaji wengi wanahusishwa na klabu mbalimbali za nje ya nchi na duniani.
pia ndio inavyotakiwa wachezaji wengi watoke, ili mwisho wa siku baadaye tuje tutengeneze kizazi ambacho tutakirahisishia na wenyewe kwenda kucheza na kutimiza ndoto zao za kucheza nje ya nchi. Kwa na ni heshima kubwa na wachezaji wanampenda sana kapteni. Ni mfano wa kuigwa kwa kila kitu, nidhamu, juhudi, upendo. Anaishi sana vizuri na watu, anataniana vizuri sana na watu. Yani ana deserve more kwa kweli kapteni. Pia anahitaji heshima kwa Tanzania kwa sababu ameifisha nchi sehemu kubwa zaidi. Inakuumiza kuona ni kama hapati ile heshima ambayo anastahili? Kabisa inaniumiza kwa sababu mimi kipindi nakuwa idol wangu ni Samata ambaye namwangalia. Sasa kama mimi idol wangu na mzee wake mimi nikafurahishwa. Ndio, na mtu pia amejaribu kuchonga njia kubwa. Sio kwangu mimi tu, kwa watu wengi amechonga njia. Kabisa. Niliona umeandika pale kwenye mtandao wa Instagram kwamba ulikuwa ukiona kwenye TV na sasa unashiriki kwenye michuano hiyo na kucheza kwenye kiwango kizuri, ukawaambia vijana wenye ndoto kipi ambacho wanapaswa kufanya. Pengine uwaeleze hapa kwa upana yule ambaye ana ndoto za kufika pale ambapo amefika Alphonce na yeye aweze kufika pia. Cha kwanza kwa vijana wenzangu nachoweza kuwasihi ni kutokukata tamaa, sababu katika mpira changamoto ni nyingi, vikwazo vinatokea. Hata sisi au mtu yoyote unayemuona ambaye amefanikiwa katika kari yake ya mpira amekutana na changamoto nyingi, amekutana na vikwazo vingi. Kilichombeba zaidi ni mindset yake na kutokata tamaa. Ni kupambana na kumwomba Mwenyezi Mungu na imani njia itafunguka na kila kitu kitakuwa sawa kwake. Ndio. Sawa, kuna ile picha ile ya zamani. Ule utakuja utatuwekea hapa sina. Ile picha ambayo inaonyesha kipindi cha nyuma wakati mkiwa mnashiriki kwenye michuano ya vijana. Upo wewe, Msindo, Morris na Kevin John. Ile picha ukiangalia sasa hivi unapata kitu gani? Unapata hisia zipi? Ile sio mimi. AI. Sema kweli, ni picha ambayo ina historia. Kama mnaweza kuona tumetoka kushiriki mashindano ya 2019 tukiwa under 17, lakini mnaweza kuona mwaka ulioisha tumeanza kufanikisha kucheza mashindano ya AFCON timu ya wakubwa. Ni muda mfupi na progress imekuwa ni nzuri na muendelezo mzuri, na tumeweza pia kuisaidia nchi yetu kuandika historia kwa mara ya kwanza kufika hatua ya 16 bora. Kwa kweli ni jambo kubwa na jambo la faraja, na kote tukiwa pamoja. Sema kweli kwa mimi binafsi nafurahia. Napenda pia kushukuru shirikisho la mpira wa miguu kwa kuweza kutengeneza logistics nzuri kwa ajili ya wachezaji ya vijana mpaka wanakuwa moja moja kwenye senior team. Maana sio sisi tu, kuna kundi tena lingine lipo la Serengeti Boys la 2017, yakina Jobu, Kibabage, yakina Nation. Nadhani ni logistics nzuri ambayo tunatakiwa itengeneze kwa ajili ya vijana kuanzia miaka 17 waweze kupanda moja kwa moja mpaka kwenye senior team kabisa. Na kwa kuelekea sasa michuano ijayo 2027, rai yako pengine kwa Watanzania ni lipi, ukitazama namna ambavyo michuano ya AFCON Morocco imefanyika, kuanzia kwenye miundombinu, mashabiki vile, promo ile, nini ambacho unatamani kifanyike kwa Tanzania, Kenya pamoja na Uganda ambapo watakuja kuwa waandaaji kwa michuano ya AFCON ijayo 2027? Nadhani mamlaka husika zimeona na uzuri zaidi tulikuwa nao kule, wameona nini wenzetu wamekifanya. Natumaini pia katika AFCON ya kwetu inafanyika Tanzania, Kenya, Uganda, nadhani pia itakuwa nzuri na nzuri zaidi kuzidi ya Morocco tuliyotoka, kulingana na wana muda mrefu na chumba kikubwa cha kuboresha na kujiandaa na kufanya kizuri zaidi ya Morocco au vyovyote vile wanavyofanya. Lakini sisi kikubwa kama wachezaji na sisi inabidi tujiandae vizuri, maana mashindano yanakuja yanafanyikia nyumbani. Inabidi tuwe sawa. Nadhani kitu kitakuwa kiko poa. Baada ya michuano mengi nazungumzwa ofa. Hazijaja ofa bado. Ofa mara unainvest wewe Fulham sijui. Muda jamani, tuone swala muda. Mambo mengi yatatokea swala muda. Ndio. Lakini sio za hapa Bongo.
Sio za bongo. Bado bongo sijapata ofa yote. Ndio. Maana sema huyu anatufaa kabisa pale timu. Hivi sema ukweli, nataka focus yangu ipo kubwa sana kucheza katika nje ya nchi, nje ya mipaka yangu, maana ndio kwa ndoto yangu mimi kucheza katika nje ya mipaka yangu, kucheza professional football na katika ligi kubwa. Kwa kama nimepata nafasi ya hivi, na nitamani nizidi kusonga mbele zaidi na zaidi ili niweze kuwatengenezea pia mazingira mazuri ya vijana au watoto ambao wako mtaani pia wa Kitanzania, ili waweze kupita katika njia sahihi na yenyewe kutimiza ndoto zao za kucheza nje ya nchi. Ya kabisa. Nikikupa nafasi ya kukitaja kikosi bora kwa upande wako kwa michuano ya AFCON mpaka sasa hivi, utakiwekaje? Naondoka na cha Stars chote. Kile. Ubadilishi. Badilishi. Kuna Osimhen hawaingia hapo. Hawaingia hapo. Naondoka na cha Stars. Kuna tukio moja ambalo lilifurahisha wakati ule ambao miongoni mwa mastaa ambao wanatajwa kuwa na tabia za nitumie lugha gani? Ukorofi. Ni Osimhen. Kwenye mechi dhidi ya Nigeria pale kwa namna kama mlikuwa mnatupiana maneno. Mlikuwa mnazungumza nini? Ni tempa za uwanjani nadhani. Ulikuwa ni mpira mrefu. Baka alijaribu kumkaba. Hakutumia nguvu nyingi. Lakini jamaa akaakti kama ameumizwa. Ametumia nguvu akaanza kulalamika sana. Sasa nikamwambia mbona unaongea sana? Ndio akawa amekuja hapa tumekajibishana basi. Ulimwambia kwa nini unaongea sana? Mwambie kwa nini unaongea sana, mtu hataja kugusa. Na akawa amepaniki. Unajua mtu wa short temper. Unaweza kuona pia kwa wachezaji wenzake anagombana nao, wachezaji wenza teammate wake anagombana nao. Lakini kwenye mpira ndio ipo hivyo. Ni kitu cha kawaida kwa watu kugombana ndani ya uwanja na nje ya uwanja kama marafiki. Na unakuta kabisa wanakunywa mvinyo pamoja. Ni kama tu unachukulia mchezaji. Wanakunywa chai pamoja. Kabisa. Yaani hapo mbona madogo watu wengine wanapigana kabisa ngumi, lakini kwa watoka ndo marafiki wakubwa wanapanda gari moja, ndio. Ni swala la kawaida, ni temper, na unajua kila mtu ana anga ya kushinda. Ama watu wengi hawapendi kufungwa. Kwa hiyo nadhani yanatokea matukio kama hayo. Ndio. Kwa sisi tumeishia hatua ya 16 bora. Kwa timu ambazo zimesalia, ipi unaipa ubingwa? Nchi naipa ubingwa kwenye mashindano ya AFCON. Nadhani kikosi cha Nigeria ni kikosi kizuri sana. Na kila game baada ya game wanazidi kufanya vizuri na wanacheza vizuri. Ngoja tuone itakapokuwa mpaka mwisho wa mashindano, lakini Nigeria naona wana kikosi kizuri na quality players wengi wazuri. Wanacheza katika ligi kubwa. Yote inaweza likatokea. Ndio. Kwa mtu wa kumpa shukrani kwa hapa ulipofikia, mmoja. Ni wengi, siwezi nikampa mmoja. Lakini cha kwanza lazima utaanza na familia yako. Sio maana ni baba yangu, mama yangu waweza kunisupport mpaka hapo nilipofika. Mwalimu wangu wa kwanza Youngman Malagira, Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Bosi wangu wa Lance James Mawa Bwire, Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Maana nimeweza kulia kwenye akademi yake. Nilikuwa nikisoma bure huko nacheza mpira, ni kitu kikubwa. Na pia na makocha wote ambao wamewahi kunifundisha ngazi ya klabu, ngazi ya national team. Management yangu walianza kunisimamia, walifanikisha kucheza nje wote. Nadhani ni watu wote ambao wameweza kufanikisha kali yangu ya mpira mpaka kuwa hapa, na washukuru sana na nawapenda sana kwa kweli. Ndio. Sawa, mimi nikutakia kila laheri kwenye ligi huko na klabu yako ya Shamak. Ligi inaendelea kule. Ilikuwa ina mapumziko kidogo ligi yetu ya winter break, lakini nadhani inarejea hivi karibuni. Na mimi nitarudi mzigoni hivi karibuni. Mambo yakoje kule? Mambo yako bulbul. Mambo yako bulbul. Unakiwasha Kama kawaida. Mimi nikushukuru sana. Asante sana. Wanamichezo, tumefikia tamati ya exclusive za Ava TV. Nimezungumza hapa kwa kina na nyota wa Shamak ya Azerbaijan, lakini pia mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Mimi naitwa Latifa Anafi, nyuma ya kamera ni Wilvin Trains. In Ava TV, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii.